Ni kweli Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, haufananishwi na kitu kingine wala haulinganishwi na chochote kile. Wewe ni mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Mungu wa wote wenye mwili. Wewe ni Mungu juu ya miungu yote. Majina yote mazuri ni ya kwako wewe Bwana. Sante kwa neema yako na rehema zako na fadhili zako ulizoachilia maishani mwetu, hata tukaweza kuiona tena siku hii ya leo, ambayo ni kukumbuka siku ya kuzaliwa kwako Yesu Kristo. Ni wengi walitamani kuiona lakini hawakuweza kuiona hiyo siku ya leo. Sisi kwa neema yako na rehema zako ukatuwezesha kuiona. Pokea sifa na utukufu na heshima, pokea adhama, ibada, matukuzo yote ni yako, uketie enzini mwako, katika jina la Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu ambaye umeanza nasi ibada hii ya leo. Naomba ukaendelee kuwepo pamoja nasi na kwa kipindi hiki ambacho tunaenda kuingia katika neno, kusikiliza neno lako. Bwana, tunakaa mezani pamoja na wewe kukusikiliza wewe. Fungua masikio yetu ya ndani yasikie sauti yako Bwana, na fahamu zetu zikapate kuelewa maandiko yako matakatifu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Naam, tuko tayari kukusikiliza Bwana. Sema na kila mmoja ambaye amewahi hemani mwako asubuhi ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Nami mtumwa wako ninajidhili kwako, naomba kanitumie kama upendavyo wewe mwenyewe, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na wote tumshangilie Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Heri ya Krismasi. Heri ya Krismasi. Yesu amezaliwa. Azaliwe ndani ya mioyo yetu. Amen. Amen. Basi tunamshukuru Mungu sana kwa kutupa kibali cha kuweza kuiona tena siku ya leo. Haleluya. Haleluya. Ni siku njema kwetu. Ni siku, tunasema ni siku kuu. Haleluya. Ya kuzaliwa mkombozi wetu Yesu Kristo. Ninaamini kila mtu anaifurahia na kila mtu anayo furaha na amani ndani ya moyo wake. Hebu mpigie tena Yesu makofi makubwa mno. Haleluya. Leo ni siku ya kuzaliwa mwokozi wetu Yesu Kristo. Haleluya. Naomba tukaangalie tena kitabu cha Luka mtakatifu. Kitabu cha Luka mtakatifu, mlango ule wa kwanza, mstari wa 26 mpaka 33. Kitabu cha Luka mtakatifu, mlango wa kwanza, mstari wa 26 na 33. Nasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Mwezi wa 6, malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake, akasema, salamu, uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, anaitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Yesu Kristo amezaliwa. Haleluya. Hapa ni utabiri wa kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Tumeona kwamba malaika akatumwa na Mungu
kwenda mpaka mji wa Galilaya jina lake Nazareti. Yuko mwanamwali ambaye ni bikira, hajawahi kukutana na mwanaume yeyote yule. Anapelekewa ujumbe, tena ndio mpaka akafadhaika moyoni mwake, sijawahi kuonana na mwanaume, leo naambiwa nitazaa mtoto. Lakini malaika anamtia moyo, anamwambia usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Bwana. Haleluya! Mariamu alipewa neema zaidi ya wanawake wote. Ilikuwa ni neema kama ulivyopata neema ya wokovu. Wokovu sio kwa kila mtu ambaye Bwana hajamjalia. Haleluya! Mpaka umkiri mwenyewe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ni neema ya Kristo wewe kuwepo katika wokovu mpaka leo. Ni wengi wanaishia njiani, ni wengi wanakata tamaa, lakini unaambiwa usiogope, kwa maana ni neema ya Kristo Yesu. Haleluya! Haleluya! Kwa hiyo Mariamu akachaguliwa kuwa mama yake Yesu, akapata hicho kibali. Neema ya Kristo ikamshukia Mariamu, akaambiwa kwamba atabeba mimba na kuzaa mtoto mwanaume ambaye ni Immanueli. Sema Immanueli. Haleluya! Kwa hiyo kama tulivyoanza kusema kwamba akapata neema, Mariamu sio kwamba tulipewa yani kumpa majina mengine tofauti. Hapana, alipata hiyo neema kama Mariamu. Hata waandishi hawaandiki ya kwamba akaendelea kuabudiwa Mariamu au akaendelea kupewa majina mengine maalum. Hapana, yeye alipata hiyo neema kumbeba mtoto Yesu, ambaye yeye Yesu ndiye anastahili kuabudiwa, anastahili kuinuliwa, anastahili kupewa sifa zote, anastahili, maana ni mkombozi wetu. Haleluya! Haleluya! Na wala hata waandishi wa Biblia hawajasema kwamba tuende kwa Mariamu, mwambia Mariamu tunakuomba, Mariamu tupeleke, Mariamu tunaomba useme na Mungu. Hapana, yeye alipewa heshima Mariamu kwa sababu alikuwa ni mcha Mungu, alikuwa hana mapepe, ni mnyenyekevu, ni mcha Mungu. Ile neema ikamshukia Mariamu ya kwamba yeye abebe kitoto Yesu ndani ya tumbo lake, kwa maana Mungu alikuwa na makusudi ya kukomboa ulimwengu. Haleluya! Kwa hiyo Mariamu ni wa kupewa heshima kama alivyombeba Yesu, akapewa ile heshima na kibali. Haleluya! Lakini wa kuabudiwa ni Yesu ambaye ni mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, aliyebeba mauti kwa ajili yetu. Haleluya! Kwa hiyo Yesu ndiye anastahili kupewa heshima zote zaidi na zaidi na kuabudiwa. Haleluya! Kwa hiyo Yesu anastahili. Hebu tuangalie kwenye kitabu hicho cha Luka mlango wa 2 mstari wa 11. Tumuone Yesu alivyo mwokozi wetu, Yesu ambaye anastahili. Kitabu cha Luka mlango wa 2, nitasoma mstari wa 11. Nasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yetu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Haleluya! Haleluya! Mwokozi ndiye aliyezaliwa kwa ajili yetu leo. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Kwa hiyo ndio maana nitakuja kusema Yesu ni mfalme wa mafalme, Yesu ni Bwana wa mabwana, amezaliwa katika mioyo yetu. Yeye ndiye Bwana, yeye ndiye mfalme wa kuabudiwa asubuhi ya leo. Piga vigelegele na shangwe. Yesu amezaliwa, Yesu amezaliwa, ni Mwokozi wako. Sikutamani kama mtakaa kwenye viti, kwa sababu ni jambo kubwa. Unaambia kwamba ni mfalme wa wafalme, amezaliwa ndani ya moyo wako. Hebu inuka, mshangilie huyo mfalme wa wafalme ambaye amezaliwa, Bwana wa mabwana. Shangilia, Mwokozi amezaliwa, Mwokozi amezaliwa, azaliwe ndani ya mioyo yako. Haleluya! Tukae, sio wa kukaa tu jikunyate. Unaambia kwamba amezaliwa mfalme wa wafalme ambaye kitawala maisha yako, shetani haoni ndani kwako.
Maadui na watesi hawakuwezi, maana yuko mfalme wa wafalme ndani yako wewe, ambao umepokea azaliwe ndani ya moyo wako. Mfalme akiwa ndani yako, ukikubali azaliwe ndani yako, hakuna mapepo, hakuna wachawi wala waganga watakusogelea, maana yuko mkuu, yuko mfalme aliyezaliwa ndani ya moyo wako. Haleluya, haleluya. Ni wangapi wanatamani leo Yesu azaliwe ndani ya mioyo yao? Haleluya. Kwa hiyo tangu kuzaliwa kwa Yesu Kristo, aliitwa ni mfalme, aliitwa ni mwokozi ambaye ametukomboa katika dhambi. Haleluya. Tena kwenye ulimwengu ambao ni wa kifo, una hofu ya kifo, una hukumu, lakini yeye akasema kwamba naenda kuzaliwa niwe kama mwanadamu wa kawaida, wanione kwa unyenyekevu, wajifunze kwangu. Akakuwa katika kimo akimpendeza Mungu na wanadamu. Haleluya, haleluya. Kwani mwokozi amezaliwa ili yeye atusamehe dhambi. Kwa wale ambao watakao muamini azaliwe ndani yao, ni lazima utafutiwa dhambi kupitia huyu mwokozi ambaye ni Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Atatufutia hukumu na makosa yetu. Ukimkubali leo azaliwe ndani ya moyo wako, yamkini ulikuwa umewekewa hukumu ya kifo, umewekewa hukumu ya kuhukumiwa, lakini ukimkubali anafuta ile hukumu aliyokuhukumu, anafuta makosa yote, anakushindia, maana yeye ni mshindi, ameshinda na utashinda katika yeye. Haleluya. Kumkubali Yesu awe mwokozi wako. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo yeye amekuja kwa ajili yetu, amezaliwa kwa ajili yetu, aweze kubeba yale ambayo sisi tumeyashindwa. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo inatakiwa tumpokee kwa shangwe ndani ya mioyo yetu. Hebu mpokee huyu mwana wa Mungu ndani ya mioyo wako kwa shangwe na vigelegele. Mpokee ndani ya moyo wako, yeye aliye mwokozi, yeye aliye Bwana wa mabwana. Mpokee kwa shangwe ndani ya moyo wako, mpaka usikia ametua ndani yako. Amani itatawala maishani mwako. Haleluya, haleluya. Kwa sababu huu ni ulimwengu ambao ni watu wasiomcha Bwana, lakini wewe ukimcha yeye, atazaliwa ndani yako. Haleluya. Atakufutia makosa. Yeye ni mfalme wa wafalme, yeye ni Bwana wa mabwana. Yeye amekuja tumfuate kama Masihi. Haleluya. Tena Masihi tumpokee aliyepakwa mafuta. Haleluya. Yeye amepakwa mafuta, ametuletea amani, ametuletea furaha ndani yetu, ametuletea uponyaji ndani yako, ametuletea kufunguliwa wale walikuwa wamefungwa. Amekuja kutangaza habari njema kwa wale waliofungwa, kwa wale waliokata tamaa, wakupewe nguvu wasonge mbele. Amezaliwa utoke hapo ulipo. Wewe uliofungwa hivyo vifungo vikatwe. Wewe ambao umefinyuliwa sana akuinue juu. Aliyekuwa mavumbini atainuliwa juu tena. Aliyekuwa amechoka atatiwa nguvu tena. Amekuja mfalme wa amani aingie ndani yako. Mfalme wa amani amezaliwa ndani yetu. Atakwenda kukata vifungo hivyo. Atakwenda kukutoa magonjwa ambayo umeambiwa hayatibiki tena. Ataganga waliovunjika moyo. Atawaona wanyonge, atawainua tena. Waliokata tamaa atawavusha tena. Kwenye majaribu yako atakuvusha kwenye hilo jaribu. Usichoke, yupo malaika asubuhi ya leo anakuambia usiogope, iko neema ndani yako. Ni kwa neema. Kama Mariamu alivyoambiwa ni kwa neema, na wewe leo unaambiwa usiogope. Hilo unalolisikia ni kwa neema ya Yesu Kristo, akutoe hapo ulipo siku ya leo. Amezaliwa ndani yako ili akutoe hapo ulipofinyuliwa, akuinue juu tena. Uliodharaulika ataenda kukupa heshima leo. Walikudharau akasema haufai, Yesu amezaliwa ndani yako leo, anaenda kukuheshimisha katikati ya maadui na watesi wako. Haleluya.
amezaliwa Kristo Yesu ili atukomboe. Amezaliwa Yesu Kristo ili akufutie hayo makosa yako. Kwa atakaye kubali kutubu na kuungama mbele zake, anasema kwamba atafuta hiyo hukumu ambayo ilikuwa mbele yako. Atafuta hayo maovu ambayo uliokuwa umehesabiwa. Atakutakasa kwa damu yake. Utafanyika chombo kipya. Amekuja mleta amani. Amezaliwa Mwokozi katika maisha yetu leo. Haleluya. Tunakumbuka kuzaliwa kwa Yesu, lakini pamoja na kukumbuka, tumkubali leo azaliwe ndani yetu upya. Kubali Yesu azaliwe ndani yako upya siku ya leo. Amesema atakupa amani. Yeye ni wa amani tu, hata kuacha uendelee kuhuzunika. Anayempokea Yesu leo azaliwe ndani ya moyo wake, huzuni itakimbia, magonjwa yatakimbia, giza litakimbia. Atakutoa kwenye giza, utaingia kwenye nuru. Amezaliwa Mwokozi Yesu leo, ambaye ni mkombozi wetu. Haleluya. Ulikuwa umejaza mafundo kwenye moyo wako, leo yaondoe, Yesu aingie. Usikubali kuvuka na mafundo ndani ya moyo wako. Leo Yesu amezaliwa na atakuvusha, utaingia 2026. Usiingie na mizigo yako tena. Iache mahali hapa. Amani itawale ndani yako. Furaha itawale ndani yako. Usiondoke na huzuni mahali hapa. Usiondoke na hasira mahali hapa. Ondoka na furaha ambayo ni nuru kuingia ndani yako. Pale alipozaliwa Yesu, unaona nuru kuu ilitawala mahali pale, ikang'aa mahali pale. Ile nuru ilipong'aa pale Yesu alipozaliwa kwenye hori la kulishia wanyama, itawale ndani yako asubuhi ya leo. Hiyo amani itawale ndani yako. Haijalishi wamekukwaza kiasi gani, umebeba hasira au uchungu kiasi gani, iondoe, iache mahali hapa. Nuru ya Yesu Kristo ingie ndani yako, itawale ndani yako. Uondoke kwa amani ya Yesu mahali hapa. Samehe ili Yesu aingie ndani yako. Samehe rafiki yako, samehe watoto wako, samehe mume wako, samehe mke wako, samehe kwa kila mmoja aliyekukosea. Hebu samehe ili Yesu naye kusamehe, aingie ndani ya moyo wako. Haleluya. Nirudie kusema kwamba leo Yesu amezaliwa ndani ya mioyo yetu. Yesu mkombozi azaliwe ndani ya moyo wako. Yesu Kristo azaliwe kwako. Alete amani kwako. Alete furaha kwako. Alete kuinuliwa tena. Alete kuheshimiwa tena. Yesu atawale ndani yako. Haleluya. Hebu mpe mwenzako mkono, mwambie heri ya Christmas. Usipompa mwenzako, najua kwamba hujamsamehe. Mpe mwenza, inuka, mwambie nimekusamehe, Yesu azaliwe ndani yako. Mwambie heri ya Christmas mpendwa. Tena mwambie umependeza. Wengine hata wacheki. Unampaje mtu hivi, umependeza? Muangalie, mwambie umependezwa mpendwa. Mama Esther, umependeza. Haleluya. Haleluya. Cheka, leo ni siku ya furaha jamani. Leo ni siku ya furaha. Leo ni siku ya furaha. Leo ni siku ya furaha. Yesu amezaliwa. Yesu amezaliwa ndani yetu. Tusimame. Leo ni siku ya furaha. Twende. Siku ya furaha ni leo. Wana kwaya mko wapi? Mbona mpaka muitwe? Joni haraka, kimbia chapu basi. He? Jamani. Mnatuharibia siku yetu. Welcome forward. Chapu kimpoyati. Jamani. Wanatuharibia amani yetu. Fanyeni haraka wanakwaya. Vipi? Tunachemka, tunataka tumsifu Yesu. A microphone test me. Siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu, hata mimi nafurahi, utukufu wa Bwana unashuka.
siku ya furaha ni lini? Wakati wa furaha ni sasa. Utukufu wa Bwana unashuka. Siku ya furaha ni lini? Ni leo. Na wakati wa kucheza ni sasa. Ni sasa. Furahi, hata mimi nafurahi. Utukufu wa Bwana unashuka. Utukufu. Utukufu wake. Utukufu wa Bwana unashuka na wangaria wale waliokubali Yesu azaliwe ndani ya mioyo yao. Asifiwe Bwana Yesu, milele ndiye Bwana. Utukufu. Utukufu wake Bwana, aliyepokea mamlaka. Asifiwe Bwana Yesu, milele ndiye Bwana. Anastahili sifa. Yesu. 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 Asifiwe, asifiwe Yesu. Kwa ajili yako naimba, kwa ajili Ajili yako. kwa ajili yako naimba, kwa ajili yako Ajili yako. kwa ajili yako naimba, kwa ajili Kwa ajili yako. kwa ajili yako naimba, Kwa ajili yako baba yangu, baba yangu, baba yangu. Ajili yako. kwa ajili yako naimba, kwa ajili yako naimba. Bwana Yesu. Hakuna kama wewe Ndani ya moyo wangu Bwana. hakuna kama wewe, Uwe Bwana Yesu. hakuna kama wewe, Bwana Yesu, Yesu, Yesu. hakuna kama wewe, Kushoto, kulia. hakuna kama wewe, Bwana Yesu jamani. hakuna kama wewe. Wapi vigeregere? Emmanuel. Ongeza tena makofi kwa Bwana Yesu. God bless you. Mira. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Yesu amezaliwa. Amina. Amen. Ilitabiriwa kwamba Mariamu utabeba mimba, utamzaa mtoto mwanaume, jina lake ataitwa Yesu. Amina. Unabii umetimia na wewe amini, unabii unaenda kutimia kwako siku ya leo. Haleluya. Amina. Basi mtu wa Mungu, leo ni tarehe 25 mwezi wa 12. Yapo mengi Mungu amekutendea katika madhabahu ya Mlima Moria. Basi ninapenda nikukaribishe ewe ambaye Mungu amekutendea, karibu sana. Ni muda wako, ni nafasi yako ya kuja kumshuhudia Mungu. Karibuni watu wa Mungu. Amina. Haleluya. Wangapi tumetendewa kupitia madhabahu ya Mlima Moria? Basi ninaomba tusogee mbele tuje tumshuhudie Mungu. Yapo mengi Mungu ameyatenda. Nikiangalia hivi naona watu tumetendewa sana. Karibuni sana. Karibu mama, karibu yangu. Tuambie majina yako, umetokea wapi, nini Mungu alichokutendea kupitia madhabahu ya Mlima Moria. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa jina naitwa Marcelina Julius Mshanga. Amina. Mimi kwa kweli namshangaa Mungu sana kwa matendo ananitendea, ni makuu. Amina. Ni mengi mno, lakini Amen. Hili la juzi Jumatatu limeshangaza wengi. Amen. Jumatatu mwanangu alitoka ameenda katika kutafuta, ni fundi makanika, kwa hiyo akawa ameitiwa gari la kutengeneza huko Miwaleni. Sasa alivyofika Pumwani ikatokea gari mbele, yani ilikuwa ina overtake ovyo ovyo. Sasa walivyoona hivyo wakaona pana shida, walipoona pana shida wakakaa mbali na ile gari, yani mbali na barabara zaidi.
lakini yule gari alienda akawafata pembeni, akawapitia. Mwanangu aliparazwa mguu, alivyoanguka alikuwa na fundi mwenzake nyuma, yeye ndo alikuwa anaendesha pikipiki. Amen. Alivyoanguka sasa, ile gari likaenda kumvaa mwenzake ambaye alikuwa nyuma yake. Amina. Akatupwa kwenye mtaro. Amina. Sasa yeye mwanangu, yeye alivyoanguka pale, mwenzake akatupwa kwenye mtaro, yeye alizimia yule mwenzake. Maana alivunjika mkono na mguu. Amina. Na mfupa ukapasuka. Amina. Lakini mwanangu jamani hakuvunjika, na yeye alianza kupitiwa na ile gari, ambapo sasa yeye ndo angekuwa aishe kabisa pale. Amen. Basi wakatolewa na mapolisi wakapelekwa Mawenzi. Yule mwenzake wakamwangalia hakufaa, wakampeleka KSMC. Amina. Lakini mwanangu yuko pale Mawenzi, ameanza alifanywa operation jana. Amina. Na alitoka vizuri, akatoka wala hakupoteza fahamu. Ongeza tena makofi na vigelegele. Amina, 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 amina. Na hapo nilikuwa sina hela, lakini nilitoa tu hela kidogo. Mwanangu alifanywa upasuaji, na mpaka hapo maendeleo yanaendelea vizuri na hela inaendelea kulipwa vizuri. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana. Amina. Kwa maana huyu mwanangu amepata tena ajali kipindi kilichopita, mpaka jicho likapotea, lakini na mguu ni ule ule aliyopata ajali. Amen. Lakini namshukuru Mungu amemlinda hai, wako hai. Hata mwenzake yuko kwa KSMC pia yuko hai, anaendelea na matibabu. Kwa hiyo ni kila mtu anashangaa wapendwa. Madhabahu ya hapa yanatenda. Amina. Yanatenda sana. Amina. Ni mengi mno. Hata mwanangu aliyeingia chuo naye alikuja hapa wakati anafanya mtihani. Hilo nitalishuhudia kila siku, maana ni jambo la ajabu. Amina. Wakati anafanya mtihani wa kumaliza form 6, nilimshirikisha baba mtumishi Gideon. Amina. Kweli wengi walishuhudia. Mtumishi akasema nyosheni mkono. Wakasema mtoto naenda kuwa kichwa. Kweli ameenda kuwa wa kwanza shule nzima. Amen. Akawa wa kwanza. Ongeza tena makofi na vigelegele. Ni mengi sana, hata nikieleza hayataisha leo jamani. Amina, asante sana mama. Mengi sana. Asante sana mama. Asante. Nitaandaa sadaka ya shukrani, sina leo lakini nitaandaa. Asante sana mama, Mungu akubariki sana. Ongeza tena makofi na vigelegele. Zaidi na zaidi na zaidi. Amina. Amina. Basi hizo ndio shuhuda ambazo Mungu anatenda kupitia madhabahu ya Mlima Moria. Nikukaribishe basi wewe ambaye hujashuhudia leo, iko nafasi nyingine tena siku ya Jumapili ambapo tutashuhudia kwa pamoja. Karibuni sana.